Jamani, kwa majina naitwa Reinati Ziko. Ukienda ku search Reinati Z utanikuta pale. Usisahau ku comment, ku subscribe na kushare pia. Uko poa and una enjoy life. Kama ni mara yako ya kwanza kupitia katika channel hapa, basi nikuombe chini ya video hii utaona maneno yameandikwa subscribe, make sure unabonyeza hayo kisha alama ya kengele. Tupo na msanii ambaye anawakilisha vizuri nyanda za juu kusini. Ni msanii ambaye amebeba taswira nzima ya nyanda za juu kusini. Ni vitu gani anavifanya na ni mambo gani ambayo pengine nyanda za juu kusini inafanya endelee kumthamini na kumuona mtu wa maana? Basi tega sikio lako ende salia nami. Madam, habari? Salama. Madimika. Mimi nipo. Mambo yanaenda? Namshukuru Mungu yuko salama kabisa. Kitu gani kinakupelekea unakuwa kimya kwa muda mrefu kiasi hiki? Nadhani kwa mwaka huu toka mwezi wa pili tumeachia ngoma, tulikuwa kimya kupisha issue ya uchaguzi. Upite zeni tuendelee kuachia kazi nyingine mpya. Yeah. Ni muda gani toka ngoma yako ya mwisho umeachia? Ni toka Valentine tuliachia ngoma ya Minawe. Hapo katikati maana yake tulikuwa tumebase kwenye promotion kwa ajili ya hiyo ngoma mpaka mwezi wa 7 tukaingia kwenye issue za kampeni. Baada ya hapo nadhani mwezi huu na siku ya leo tunaachia ngoma ya kwanza. Then tarehe 20 tutafanya uzinduzi ambao tutaachia ngoma 3 mfululizo. Unavyozungumzia mwezi wa pili mpaka sasa hivi ni mwezi Novemba. Ni muda mrefu sana. Wana nyanda za juu kusini ulikuwa ulikuwa unawapa nini? Au ulikuwa umewaacha katika mazingira gani? Kwa sababu tulikuwa tuna kazi nyingi, tuna show nyingi ambazo zinaendelea. Kwa hiyo tulikuwa tunajitahidi kuendelea kufanya promotion kazi ambazo tumeshaziachia nyuma kwanza, ili watu waendelee kutujua na kutusikia vizuri, kwa sababu sio wote wanapokea kwa wakati mmoja. Kwa hiyo unapoendelea kufanya promotion nazidi kuwatengenezea watu masikioni kwamba tuna kazi ya Minawe na inafanya vizuri na inaendelea kufanya vizuri. Kwa saizi tumekaa kweli muda mrefu kwa sababu ya hizo issue za uchaguzi, kwa sababu unakuta umepigiwa simu unatakiwa kuingia hapo ufanye kitu fulani. Kwa hiyo uwezo kaachia ngoma huku ya kwako binafsi wakati kuna vitu vingine vinatakiwa viendelee. Alafu nje ya hivyo mimi nafanya kazi ya decoration. Nilikuwa busy pia kwenye majukumu yangu ya kawaida ambayo natakiwa nijitengenezee pesa, kwa sababu muziki wenyewe unahitaji pesa pia. Ni muda mrefu kidogo hapo ambapo umetuambia ngoma ya mwisho umeachia na sasa hivi nadhani leo umesema unaweza kaachia ngoma vile vile. Wajipange kipi watazamaji na mashabiki zako? Nyimbo ambayo utaachia leo achana hiyo mwezi wa 12. Uzuri kwamba wanajuaga sina dogo. Na nikisema nimekaa muda mrefu naporudi narudi na kitu kikubwa zaidi. Leo ninavyosema naachia ngoma, naachia Checheme, niliwaahidi watu kwamba naachia zawadi kwa mashabiki. Checheme ni zawadi kwa mashabiki. Ila ni ngoma nzuri na ni ngoma ambayo sio, unajua tushazoeaga ukisema Lena anaachia ngoma tumekalili kwamba ataachia mduara labda nini, wameshazoea R&B zuku hivyo. Lakini kwa saizi tunaenda kuachia muziki kidogo tofauti na ule ambao wameuzoea. Kwa hiyo naamini watapokea ladha tofauti ambayo itawafanya pia kuwa watu ambao wako happy na kupenda nini tunachokifanya. Ni video ni audio ambayo naachia leo? Ambao tunaachia leo ni audio ambao challenge yake tumeanza na vijana tayari. Kupita kwenye mitandao ya kijamii unakuta challenges zinaendelea. Lengo la kuachia audio kwanza, video yake ipo tayari ndani, lakini tunaachia watu wafanye kwanza challenge then ndo tuje tuachie video baada ya hapo. Okay, na hizo ambazo zitatoka Novemba na zenyewe au hizo zikae kwenye bracket? Hizo ni video tayari, kila kitu kiko, na hiyo siku tunavyoachia tunaachia kila kitu kwa pamoja. Yeah. Unatamani kuambia nini mashabiki zako ambao pengine walikuwa wanakusubiri kwa hamu for long time? Nachotamani kuambia, ninaomba support yao, waendelee kusupport, wasituchoke, lakini pale tunapoteleza sisi ni binadamu, tunahitaji ushauri wao zaidi ili tuweze kusogea, lakini kama kuna kitu wanaona hakiko sawa kwenye muziki wetu, tunategemea ushauri wao zaidi ili kutoa muziki wetu hapa ulipo kupeleka sehemu nyingine zaidi. Yeah. Okay. Nyanda za juu kusini, nazungumzia kusini nzima. Wasanii wa kike imekuwa ni wachache sana. Unahisi ufanye nini wewe kama dada ambaye pengine unatengeneza njia, unasafisha njia na nikio pia cha wengi ambao wanatamani kufikia level yako? Unafikiri inabidi mfanye nini ili au wao wafanye nini ili muweze kwenda sawa? Mimi nadhani ni kupambana tu na kuepuka zile kusema mtoto wa kike hawezi. Alafu kuepuka, kwa sababu kuna wazazi wengine pia, ni labda ushauri wangu mwingine kwa wazazi, asimzuie mtoto wa kike kufanya kazi akiamini ni uhuni. Hapana. Uhuni ni tabia ya mtu tu, kama anayo. Ila muziki ni kazi kama kazi nyingine. Kikubwa unapoona mtoto ana kipaji basi pambanie kile alichokuwa nacho. Na mimi binafsi waga napenda kupambania sana sehemu ambayo nipo. Nikiona mtoto wa kike ana kitu na huwa napenda sana, natamani afike sehemu. Ila shida wanakuja wengi wanawarudisha nyuma, wanakatisha tamaa. Ila ninachoshauri watoto wa kike wenzangu, mimi sijaanza muziki leo, najua changamoto zilipo. Kikubwa pambana na wewe. Usisikilize nani anasema nini. Angalia kali yako, unapenda nini na unapenda kufanya kitu gani.
mimi na imani tutafika sehemu tunapohitaji. Kuna maneno au maneno ambayo yanatamkwa mara nyingi kwamba wasanii mara nyingi especially wa mikoani huwa wanaanza baadaye wanaacha, wanaanza baadaye wanaacha. Ni kitu gani ambacho huwa kinapelekea kwa wengi ambao pengine ulianza nao baadaye wakaacha? Na wafanye nini ili warudi kwenye reli pengine? Ni swali gumu kidogo lakini unaweza kushauri pia kwa sababu nadhani huu ni mchezo ambao pengine kuna kufeli, kuna kupata, kuna kufeli, kuna kupata. Unaweza kushauri vile vile. Mimi naamini biashara yoyote uweze ukaanza biashara kwamba ikawa tu wewe unapata tu kila siku. Hapana. Mimi naamini kwenye biashara kuna siku unapata, kuna siku unakosa. Ni sawa na muziki. Muziki ni biashara. Cha kwanza ni mtu aweke kwamba muziki ni kazi kama kazi nyingine. Aweke muziki ni biashara yake, anapofanya ajue ninafanya kazi. Hiki kitu ninachokitengeneza sasa napeleka kwa mashabiki. Je, kina ukubwa gani? Watanipokeaje? Usifanye kitu kwa sababu fulani amesema ufanye tu unafanya ili mradi, hapana. Ukifanya kitu kizuri na kitakupa matokeo mazuri pia. Japo kwenye matokeo kuna matokeo aina mbili. Kukosa, kupata. Kwenye hicho chono unachokiona kizuri alafu kuna watu wanaweza sikione kizuri. Kwa hiyo kikubwa ni kupambania ndoto zao. Kingine wasikate tamaa. Yaani mabinti wengi tumekuwa ni wakukata tamaa kwamba nimefanya ngoma 2 mbona mimi stoki. Kuna watu wana miaka 20 bro kwenye game lakini unakuta bado wanazidi kupambana. Mtu ana miaka 3 ana give up. Sasa sidhani kama inakuwa sawa. Natamani sana usikate tamaa kwa sababu uliachia ngoma leo kadondoka. Fanya nyingine, huwezi jua ipi itakutoa kwa sababu unaweza kuwa unaitegemea wewe sikutoa afu ambao hujaitegemea ndio kaja kukutoa. Muziki ni biashara na ni biashara ambayo ina ushindani mkubwa sana kwa sasa hivi. Sehemu ambayo unafanyia wewe muziki sio sehemu ambayo ina ushindani wa kibiashara kama ambavyo unamaanisha kwamba sehemu iliyopo upo huru zaidi kuliko sehemu nyingine. Umejipangaje muziki wako kibiashara kulingana na mazingira yako? Mimi napenda kuongea kauli moja kwamba sipambanii muziki kwa sababu ya hapa nilipo tu, napambania muziki wangu tanuke nje na ndani. Kwa hiyo sifikiri kwamba nafanya kwa ajili ya Iringa tu, nafikiria kufanya kwa ajili ya Watanzania. Kwa hiyo kama unafikiria kufanya kwa ajili ya Watanzania utafanya kwenye ukubwa zaidi. Lakini ukifikiria kufanya kwa sababu nipo nyumbani basi utafanya kinyumbani zaidi. Wanasema muziki uko Dar, wewe upo huku. Na sababu vipi? Mimi kwenye hilo naweza nika tofauti na wao wanaosema muziki uko Dar. Mbona Blaza B2K yuko Iringa, yuko Makambako na muziki unafanyaje? Unaenda. Kuna watu wako Mwanza wanafanya muziki. Na muziki unafanyaje? Unaenda. Kikubwa tu ni kupambania na promotion ndio kitu cha msingi. Ngoma yako ya Checheme umesema? Checheme, yes. Wataipata vipi baadaye na wafanye nini ili waendelee kupata ngoma zako zingine zaidi? Kwa jioni ya leo kuanzia mida ya 2 itakuwa iko tayari. Wataipata kwenye platform zote. Nikizungumzia platform zote nadhani naeleweka, sio wengine hawajui waambie. Kuna YouTube, kuna Spotify, kuna Audiomack, kuna Boomplay, kuna zipo nyingi, Instagram wapi kote wataipata. Kwa hiyo wakienda kwa mfano YouTube wasisahau kusubscribe na kucomment pia. Comment zao kwangu mimi ndo msingi mkubwa sana wa kujifunza. Jina hujawaambia? Jamani kwa majina naitwa Reinato. Jamani kwa majina naitwa Reinati Ziko. Ukienda search Reinati Z utanikuta pale. Usisahau kucomment, kusubscribe na kushare pia. Nashukuru sana. Asante sana. Mtazamaji, umeelewa kile ambacho kinazungumza na kupenda. Nikutakia wakati mwema. Bye bye.